Mimi naitwa Dan Kaboma na nipo na Idris kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendesha mahojiano haya mwanzo mpaka mwisho, lakini tuko na mgeni wetu, yeye anaitwa Bruno Mathew, ni katibu wa Machinga Kariakoo, ambao ni Kariakoo Machinga Association. Kikubwa zaidi tunakwenda kuendesha gurudumu hili kujua nini hasa kinachoendelea kwa wamachinga kwa ujumla wake. Kwa hiyo karibu sana kwenye show yetu pia. Asante sana mtangazaji. Unaendeleaje? Mimi nashukuru naendelea vizuri. Karibu pia Idris kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendesha show yetu mwanzo mpaka mwisho. Asante sana, tutakuwa pamoja. Ndio. Nafikiri brother Bruno ni mpambanaji wa muda mrefu kupitia chama cha Wamachinga Kariakoo. Nafikiri tutapata mawili matatu kuhusiana na tasnia mzima ya Wamachinga, mapambano, changamoto na athari wanazopambana nazo kwa ujumla wake. Kwa hiyo ndugu Bruno, karibu sana katika Amka Podcast. Okay. Moja ya kitu ambacho nilikuwa najiuliza Idris, tangu mlivyoniambia kwamba tutakuwa na katibu wa Machinga leo hapa, nilikuwa najiuliza kuna migogoro mingi sana ambayo inakuwa inaendelea sana Kariakoo kwa Wamachinga pamoja na mamlaka za jiji kwa ujumla wake, lakini pia nilikuwa nawaza ni changamoto gani ambazo zaidi Wamachinga huwa wanazipitia hasa katika shughuli zao. Unaweza kutusaidia tukapata at least kujua mwanzo wake hapa? Asante sana ndugu mtangazaji. Changamoto zilikuwepo huko nyuma tulipotoka, tena zilikuwa changamoto kubwa sana kwa sababu serikali zilizopita zilikuwa hazijaweka utaratibu mzuri na wamachinga, yaani wajasiriamali wadogo. Kwa sababu miaka ya nyuma iliyopita kulikuwa na utaratibu wa kufukuza wamachinga. Muda wote wanafukuza, toka, hairuhusiwi kufanya biashara hapa, hutakiwi kuwepo hapa, bila kutoa mwongozo na maelekezo kwamba sasa tunawaondoa hawa watu tunawapeleka wapi. Lakini zile changamoto tumekwenda kuzimaliza. Ukiangalia hivi miaka ya karibuni, ile fukuza na kamata ya wamachinga kwa sasa hivi haipo. Kwa sababu yako maeneo ambayo serikali iliyatenga kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo kwenda kufanya shughuli zao. Otherwise ukiangalia sasa hivi kama maeneo ya Kariakoo ni muda mrefu sasa, tunaweza tukasema takriban miaka 10 au inakwenda miaka 12, hakuna ile kamata ya wamachinga. Kwa sababu kuna wakati Mheshimiwa Rais alishatoa tamko, akaagiza mamlaka husika na akawaambia sitaki kuona wala kusikia wamachinga wanakamata, isipokuwa wamachinga waende wakapambane. Kwani miaka nyuma hamkuwahi kupangwa? Hatukuwahi kupangwa. Hakukuwa na utaratibu wa kupangwa. Kwa sababu yale yalikuwa ni maeneo ambayo watu tulionekana tumevamia na hayakuwa rasmi. Lakini kwa sasa hivi yako maeneo ambayo serikali imetenga. Kwa mfano ukiangalia Kariakoo iko mitaa zaidi ya 11 ambayo serikali ilitoa arrangement yake ya kuwapanga wamachinga na wafanya shughuli zao bila kufukuzwa, bila kubuguziwa. Okay. Labda kabla tujaenda, unasema kwamba kuna wakati anasema kwamba walikuwa wanaonekana kama wavamizi Idris. Mimi nataka nijue wewe kama katibu, nyinyi kufanya biashara kwenye ile mitaa ya Kariakoo ni kwamba ni utaratibu ndio umesema nyinyi mkafanye hizo biashara zenu kwenye ile mitaa, ama ni kweli kama hicho ambacho unakizungumza kwamba mlikuwa mnavamia tu? Mwanzoni wakati tuko Kariakoo hatukuwa rasmi na ile mitaa tulivamia. Kwa hiyo sasa hivi tunafanya biashara zetu kwa utaratibu. Na ndio maana unaona hakuna kufukuza, hakuna kufanya nini. Yuko mitaa Kariakoo ambayo haiko rasmi kibiashara. Ukiangalia mtaa wa Msimbazi haukupangwa kwa ajili ya kufanya biashara. Na kutoka Msimbazi Uhuru mpaka Msimbazi na Morogoro Road huruhusiwi kufanya biashara kwenye mitaa ile. Lakini pia mtaa wa Msimbazi Uhuru mpaka Msimbazi Lumumba huruhusiwi kufanya biashara mitaa hiyo, kwa sababu ile mitaa imeachwa wazi ili kuweza kupisha watu wengine wafanye shughuli zao, na hata wale waendao kwa miguu na kufanya shughuli nyingine za msingi waweze kufanya shughuli zao. Mimi nadhani kwanza umeleta brief history kuhusiana na mapambano yenu wa Machinga na namna mlikabiliana na serikali. Sasa mimi 2021 nilifanya utafiti kidogo na Wamachinga kwa ujumla wake. Nilifika hadi ofisi za Kawaso pale Kariakoo. Niliona ile layout arrangement mlivyoipanga, urefu wa kiti na idadi ya kila mtaa Wamachinga wanaotegemewa kukaa. Na mliniambia kipindi kile mlikuwa mnafanya ushirikiano mkubwa sana na aliyekuwa mkuu wa wilaya kipindi kile, mkuu wa wilaya wa Ilala, Sofia yule nani.
Msosia Mjema nafikiri nakumbuka. So mimi issue yangu kwamba nyinyi kama wamachinga mna connection na wamachinga wa Dar es Salaam katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam. Issue sio Kariakoo kwa sababu machinga wanabeba taswira pana. Na tumeona juzi hapa soko kule Mawasiliano kuna itokea ajali za moto, Karume imetokea ajali za moto na maeneo mbalimbali yametokea ajali ya moto. Ipo hisia pia ya wananchi na makundi mengine wa machinga kwamba kutokana na amri, yani inaendana na amri za serikali zinapotoa kwamba labda wa machinga waondoke katika yale maeneo, muda si punde unakuta zinatokea zile ajali za moto, lakini operation za mara kwa mara. Mfano mimi nikipita maeneo Mbagala unakuta kila mwezi kwa mwezi unaweza kukuta siku 5 hadi siku 6 kuna operation za wa mgambo wa miji kuwaondosha wa machinga katika yale maeneo yao ambayo ni prime area ya kibiashara. Hiyo ikoje? Kwa sababu sio Kariakoo peke yake. Hiyo sense mna ikoje juu ya changamoto za machinga juu ya kufukuza na kuondolewa katika maeneo ambayo ni masoko ya asili ya wa machinga? Sawa, asante sana. Kwanza nikujibu swali lako zuri sana ambalo umeniuliza. Kariakoo Wamachinga Association ni KAWASO kwa kifupi. Chama cha Wamachinga Kariakoo. Labda nataka nikuambie kitu labda nataka nikuambie kitu ambacho pengine hukuweza kukijua na leo utakifahamu. Uongozi wa Kariakoo ndo waasisi pia wa uongozi wa Wamachinga kitaifa. Kwa hiyo sisi Kariakoo sio kama tunaongoza Kariakoo tu. Sisi tunaiongoza Kariakoo, Dar es Salaam, lakini na taifa mzima. Nikisema hivyo ninamaanisha mwenyekiti wa Wamachinga Kariakoo Steven Stanley Lusinde ndio makamu mwenyekiti wa Wamachinga Tanzania. Lakini makamu mwenyekiti wa Wamachinga Kariakoo na Moto Yusuf na Moto, yeye ndio mwenyekiti wa Wamachinga Dar es Salaam. Mweka hazina wa Kariakoo Machinga Association KAWASO ambaye anaitwa Agustino Atanas Choga, yeye ndio katibu wa Machinga mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo kweli tunasimamia Dar es Salaam mzima na tunaangalia changamoto za Wamachinga kwa jiji zima la Dar es Salaam. Umezungumzia Mbagala. Mbagala iko fukuza kwa sababu mwanzoni kama nilivyoanza kusema watu walikuwa wanavamia kwenye maeneo kufanya biashara sio kwa utaratibu. Lakini mara nyingi huwa Machinga anakwenda kufanya biashara sehemu ambayo yeye atakuwa anapata faida, atakuwa anafanya mauzo, lakini anapata pesa kwa urahisi. Pia maeneo ambayo watu wanapita na wanapatikana kwa urahisi. Ndio masoko ya asili. Na ndio masoko ya asili ya Wamachinga kwa sababu Wamachinga wanafuata watu pale wanapopita. Sasa lazima tuenende na utaratibu. Unajua hakuna nchi au sehemu ambayo inaishi bila utaratibu. Ukikaa bila utaratibu itakuwa ni kitu cha hovyo sana. Sasa utaratibu ukoje? Ukiangalia sasa hivi Mbagala imekuwa. Mbagala ya zamani ya miaka 5-6 iliyopita sio ndio Mbagala ya leo. Leo Mbagala kuna mwendokasi. Kwa hiyo barabara, serikali imetoa pesa nyingi, imewekeza kwenye barabara, imejenga barabara ya mwendokasi. Sasa kuna maeneo ambayo inatakiwa gari zipite, lakini pia kuna maeneo ambayo inatakiwa watu waendao kwa miguu wao wanapita. Sasa kwa nini unakuta mara nyingi kunakuwa na operation za kuwaondoa wale wajasiriamali wadogo, yani Wamachinga kule Mbagala wamevamia kwenye maeneo ya waendao kwa miguu. Sasa serikali haiwezi kukaa kimya ikawaacha wale watu wamevamia kwenye maeneo. Lazima iwaondoe na kuwaelekeza eneo husika ambalo serikali imetenga wao waende wakafanya biashara zao kwa uhuru zaidi. Bruno, kwanza tunapotazama masoko ya asili ya Wamachinga kwa mujibu wa legal framework ya Tanzania kwa sehemu kubwa sana sio maeneo ambayo yanaruhusiwa kisheria. Sio maeneo rafiki. Sio maeneo yanayoruhusiwa kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Na wengine wakati tunafanya ule utafiti katika mambo ambayo tulikuwa tunapendekeza katika kufanya shughuli ya Wamachinga kuwa halali ni pamoja na kutambua baadhi ya maeneo masoko ya asili ya Wamachinga. Machinga sio kwa sababu amekosa soko kubwa. Machinga ni kwa sababu umeeleza vizuri, anafuata maeneo ambayo yenye wateja wengi. Maeneo hayo naweza kutaja kama 5. Eneo la kwanza, maeneo ambayo yanaitwa kama ya hifadhi ya barabara. Ambayo yale maeneo ya hifadhi ya barabara kwa maana yake kwa sasa hivi hayatumiki
kama matumizi ya kawaida ya barabara, wamachinga wanayatumia. Maeneo ya soko ya miji, katikati ya miji, maeneo ambayo unaweza kusema katika karibu na huduma za kijamii kama shule, kama viwanda na maeneo mengine. Kwa hiyo yale maeneo sisi tulivyotazama, manake unawafanya, yani yale ukiyapiga marufuku, tafsiri yake unamfanya machinga asifanye biashara katika mji. Ukisema asifanye maeneo yani katikati ya miji, unamondosha machinga. Ukisema kwamba haya maeneo ambayo yako road reserve yasitumike na machinga, tafsiri yake tayari unamblock machinga. Ukisema maeneo ya huduma kama vile unasema ofisi za serikali kule mjini, kama maeneo ya posta, usema hapa sipange, maeneo haya sipange. Lakini maeneo yale ambayo road reserve unayosema machinga asifanye ni yale ambayo yanapaki malori, yanapaki mabasi, magari ya wale watu wenye maduka makubwa. Ila kwenye competition na wamachinga wanaonekana hawa wanatumia visivyo. Kuna wrong parking nyingi mjini. Kuna vitu vingine ulikuwa wanasema hawa wanasababisha congestion, wanasababisha foleni, unakumbuka? Wanasema wamachinga ndio wanasababisha foleni. Wanapanga bidhaa zao barabarani. Wamachinga wanasababisha hatari. Wanatolea mfano kama eneo la Ubungo, wanasema wanapanga chini ya transformer na nini. So mimi rai yangu ilikuwa ni nini? Hiyo inakuja katika eneo la Mbagala. Mimi naishi Mbagala. Eneo ambalo wamachinga wanapanga bidhaa zao, maeneo ya pavers, sehemu ya vitofali ambavyo kwa sehemu kubwa inakuwa road reserve. Ukiona hayo maeneo ya pave, kuna njia wanaiacha kwa ajili ya wapita watembea kwa miguu. Kwa sababu machinga asipoacha njia, hauwezi kutengeneza nafasi ya wateja kumove kuja kuingia katika bidhaa zako. Yaani ukiziba tu ile njia ya watembea kwa miguu, tafsiri yake huwezi kupata mteja ataweza kumove kuja kununua bidhaa. Kwa hiyo wanatenganisha kati ya eneo lao na maeneo ya maduka makubwa yale ambayo nayo ni yamekula sehemu ya road reserve, maeneo ya parking, ya maeneo ya nini, kwa mfano hiyo vituo vya mabasi. So mimi nataka hiyo kwenye hiyo understanding, unapojaribu kuchora huo mstari kwamba hawa wamevamia, kwa uzoefu wenu nyinyi wa mjini Kariakoo, ambayo mimi naweza kama ndo story yenye mafanikio zaidi katika namna gani wa machinga walivyojipanga wenyewe, walivyojiratibu na wakafanya shughuli zao bila bugza. Na mimi naweza nikasema kama serikali ingekuwa inajaribu kujifunza kutoka kwa watu wenyewe, ilibidi modo ya wamachinga ya Kariakoo, Kawaso, ilibidi itumike kwenye maeneo yote nchi nzima, ilibidi itumike hiyo. So kutokana na ile experience, unawezaje kuizungumza Mbagala, Gongo la Mboto, Ubungo na maeneo mengine ambayo machinga wanapitia the same trouble ambayo na nyinyi mlipitia, lakini baadaye baada ya understanding ndogo ya serikali kuwasikiliza, kuwaelewa, kwa sababu nimekuta hadi kuna vipimo vya meza ya machinga inabidi iwe urefu kwenda juu iwe hivi, upana inabidi iwe hivi, nafasi inabidi iache hivi. Na ndo maeneo yale ambayo mnayatumia Kariakoo na wao wanatumia Mbagala. Nataka nijue hapo, yani understanding. Sawa. Unajua mpaka unaiona Kariakoo iko vile, sisi tulifanya kazi kubwa sana na kazi ngumu. Wengi walikataa wamachinga wasiwepo Kariakoo, kama ulivyozungumza, kwa sababu machinga hatakiwi kukaa mbele ya duka, machinga hatakiwi kukaa pembezoni mwa barabara, machinga hatakiwi kukaa kando ya shule, hatakiwi kukaa kwenye maeneo ya ofisi kubwa za serikali na hivi na hivi. Lakini sasa leo unamondoa machinga, kesho zinakuja keri zinapaki, zinakuja kenta zinapaki, wanakuja wenye fikiri kuu, wenye vikeri wanapaki na wafanya shughuli. Tena zile ni kubwa ambazo zinazuia hata maduka ya wafanyabiashara nyuma. Ni tofauti na wamachinga kama ulivyosema, kwa sababu kuna maeneo ya road reserve kwenye zile paving. Baada ya zile paving, kabla hujafika kwenye maduka, bado kuna distance. Zile distance zinaweza zikatumika vizuri, zikatengenezwa meza zenye ukubwa wa 4 kwa 4, zikawa zimepangwa na wamachinga wakafanya biashara zao, ukaondosha ile hali ya kupanga biashara kiholela. Hilo linawezekana wakipangwa vizuri Mbagala na wakakaa vizuri wakishirikiana na serikali, lakini pia na viongozi wa machinga. Hilo linawezekana, na Mbagala inaweza ikawa iko juu kuliko
Kariakoo. Kwa sababu gani nataka nikuambie? Unajua kuna vitu ambavyo vinabadilika. Wewe umesema unaishi Mbagala, lakini mimi sasa ninaishi Msongola. Sasa hivi Kariakoo ukifika saa 6 saa 7 biashara imejikata na watu hakuna. Lakini Mbagala ukifika kuanzia saa 4 usiku ndio kama saa 12 asubuhi watu wanaingia. Kwa hiyo Mbagala watu wanafanya biashara masaa 24. Na ukitaka kujaribu labda kwa haya ninayozungumza usiseme kwamba nina pamba. Unajua mimi sio sky Mbagala. Lakini nenda Mbagala saa 8 usiku. Unaweza kusema kama vile ndio umefika saa 1 asubuhi. Kwa hiyo kama wangeweza kuwapanga vizuri, yani serikali, halmashauri ya manispaa ya Temeke, mkurugenzi wa Temeke angekaa vizuri na viongozi wa machinga. Maybe kama vile wale wanashindwa, basi angetuazima hata sisi tukaenda kutoa elimu na kuona namna gani tuliweza Kariakoo na sehemu nyingine ikawezekana ikawa kama Kariakoo. Hili linawezekana kama ulivyozungumza, lakini hatuwezi kujua kwa sababu kila mtu anakuwa na mawazo yake. Kwa hiyo hilo linawezekana. Mbagala tunaweza tukaifanya kawa kama Kariakoo, zikawekwa meza. Mfano lile soko la Zakiem ambalo limejengwa juzi. Unaona mbele ya lile soko ziko meza zimewekwa. Operation ya kuondoa wamachinga katikati ya mji imemalizika? Operation ya kuondoa wamachinga katikati ya mji hatuwezi kusema kwamba imemalizika au bado ipo, lakini operation zipo. Unajua kuongoza wamachinga ni kazi kubwa na ngumu sana. Mtu anayetafuta riziki yake na kipato chake kila siku na yeye anafahamu pale ndipo anavokula, ni kazi ngumu. Unajua unaweza ukawa na kidonda alafu hujakifunga, unaona hizi unawafukuza lakini bado wanakuja. Kwa hiyo operation za kuondoa machinga ambao hawako sehemu maalum zile lazima iwepo kila siku. Mfano Kariakoo sisi tupo na unaiona Kariakoo jinsi ilivyo. Ina meza upande wa pili na upande huu, meza ambazo zimepangwa kwa utaratibu. Lakini kuna machinga anaondoka kwake, anafika Kariakoo na anaweka kiloba chake katikati ya barabara, akiwa anajua kabisa kile anachofanya sio sahihi na sio sawa. Kwa hiyo yule lazima umuondoe. Usipomuondoa yule, kesho atakuja na mwingine, wanafunga mitaa. Kwa hiyo operation za mara kwa mara lazima ziwepo kwa ajili ya kusafisha na kuweka mitaa. Lakini zile operation ambazo zilikuwa zinafanyika zamani, kwa sababu operation za zamani ilikuwa ni ondoa wa machinga. Kwa hiyo migambo, askari wa jiji wanakuja wanafukuza wa machinga wote, hakuna anayebaki, hakuna anayefanya nini. Leo hiyo haipo kwa sababu gani? Wamachinga bado wanaendelea, wako katikati ya mji na wanafanya shughuli zao bila kubuguziwa. Ame-mention hapa kuhusiana na maeneo ambayo wamachinga wanapata riziki zao kwa ujumla wake. Umezungumza hapa, umenitajia maeneo mengi tu kwa ujumla wake. Lakini serikali hivi karibuni waliingia na formula ile ya kusema kwamba wanatengeneza masoko, sehemu nzuri zile za nyinyi kuweza kufanya biashara zenu. Lakini baadaye tunakuta mnarejea mle ambako mmeondolewa. Lakini pia tumeshuhudia masoko yenyewe pia yakigeuka kama kuwa mapango. Watu wanaondoka, hawaendi kukaa. Na kimfano tukija hata tukizungumzia wewe uko Kariakoo kama katibu, tukija kuzungumzia soko hili la Karume pale, ukija asilimia kubwa ukuti watu, yani unaweza kukuta katika zile floor ambazo tayari zimepangwa pale, unaweza kukuta watu floor ya kwanza, floor ya pili, lakini floor zinazobakia hakuna watu wanatoka wanakuja huku tena barabarani. Yani serikali wanakuwa mawapi katika hili swala kwa ujumla? Au haya masoko ambayo wanatengeneza sio rafiki kwenu nyinyi? Asante sana. Unajua kuna kitu ambacho mara nyingi sisi tumezungumza na serikali. Wako wasomi ambao wamekwenda kwenye vyuo, wamemaliza vyuo, wana PhD, wana nini, lakini bado hawawezi kumanage au kuwaongoza wamachinga. Sisi tulitoa mawazo na tunaendelea kutoa mawazo kwa serikali. Mara nyingi wanavyojenga yale masoko, wawashirikishe viongozi wa wamachinga wenyewe. Endapo litatokea soko la aina yoyote nchi hii litakalokuwa limeshirikisha 100% viongozi wa wamachinga kuanzia ujenzi mpaka wanamaliza, hilo soko litakuwa ni soko la mfano na ni soko kubwa sana ambalo wamachinga watafanya biashara kuliko masoko mengine yote. Kunisaidia chama chenu mpaka sasa hivi kina wanachama wangapi wamachinga kama wamachinga? Ya Kariakoo Wamachinga Association Kawaso, sisi tulisajili toka mwaka 2017. Okay. Mpaka leo hii tulianza na wanachama 3600. Ndiyo. Mpaka leo hii tuna wanachama
na 800. 5,000 ya na 800. Kwa hiyo hata ile mitaa ambayo serikali ilitenga kwa ajili yetu kwa kuweka meza tayari imejaa. Na sasa kwa sababu ya uwingi wa wamachinga tulionao, tunapunguza ukubwa wa zile meza ili kuwaweka na wamachinga wengine wapate nafasi ya kufanya shughuli zao. Okay. Unadhani inawapa heshima nyinyi kama wamachinga, yani ile kukaa kwenye zile road, kwa sababu tunaona kama sio sehemu sawa. Mimi binafsi ninavyoona, yani nikiangalie kwamba zile ofisi unakuta kwamba huku tayari kuna frame za watu wako kwenye frame zao, alafu unakuta kwamba huku pembeni unakuta kuna wamachinga ambao na wao wana nini. Unadhani hiyo iko sawa? Kwa kweli haiko sawa. Na ndio maana serikali iliamua kutenga mitaa rasmi. Kwa namna ambavyo Bruno anazungumza kwamba hii sekta ni kubwa sana, unadhani inaheshimika hivyo? Serikali wanaipa uzito huu ambao unaozungumzia Bruno? Serikali inaipa uzito. Na kwa nini inasema serikali inaipa uzito? Serikali inaipa uzito mkubwa kwa sababu sasa hivi serikali yetu inatambua viongozi wa machinga kitaifa, kimkoa, kiwilaya. Na ndio maana kuna uongozi wa wamachinga taifa, kuna chama cha wamachinga taifa. Jambo namna serikali inaweza kutambua, ukiachilia kutambua tu uongozi, ni hatua muhimu, lakini kuna mambo ya kutambua. Mfano umeeleza kuhusiana na mikopo, na tumesikia huko mara nyingi sana unazungumza kuhusiana na mikopo. Vijana wanapata mikopo kupitia nyenzo mbalimbali. Sijui kama chama cha wamachinga Tanzania ama shirikisho la wamachinga Tanzania ambalo SHIUMA limeshirikisha kiasi gani kuona namna gani wanaweza kukwamuliwa. Lakini jambo jingine, nakumbuka nilishakutana na nyinyi muda fulani kuzungumza wamachinga, na kuna kipindi pale ilikuwa ukipita Kariakoo kulikuwa na gari inapita, wamachinga wajiunge na bima ya afya Vikoa, ile bima ya afya ile ambayo ilikuwa kwa ajili ya wamachinga. Vile vifurushi sasa hivi vimeondolewa. Kwa hiyo machinga, na tukipata funzo la tarehe 29 Oktoba baada ya serikali kupiga marufuku watu kutoka nje kwenda kufanya shughuli, ndio kuna jambo ambalo tunaweza tukajifunza kwa sehemu kubwa sana. Shughuli ya machinga asipofanya biashara siku 3 siku 4, maana yake anafanyaje? Ana collapse kabisa. Kwa hiyo kwa namna gani wamachinga wameunganishwa katika mfumo wa hifadhi ya jamii, ambapo mtu anaweza kupata fao au anaweza kupata manufaa anapopata ulemavu, anapoumwa, anapokuwa, kwa mfano nyinyi kuna wanawake karibia 26% katika biashara ya wamachinga, anapokuwa na uzazi, yani mtu amejifungua, biashara yake inaendaje kama machinga. Kwa hiyo kuunganishwa katika mifumo sana, kuitambua, tupanue, ukiachilia utambuzi wa viongozi, utambuzi wa kuwekewa miundombinu ya kibiashara, hali ya manufaa na ustawi kwa ujumla wake. Hii hali ikoje kwa sasa hivi? Sasa tunapokwenda niko serikali, uone serikali imelitambuaje hiyo, kwa sababu unapokwenda kujengewa soko ndipo utapewa miundombinu yote. Utaletewa maji, utaletewa umeme, utaletewa kila kitu. Lakini ulizungumzia swala la bima. Serikali ilishawahi kuleta bima ya NHIF. Na kile kipackage kilikuwa kinaitwa Machinga Afya. Hii ilikuwa ni kuwatengenezea wamachinga namna gani wanaweza wakawa wanapata ile bima, na ilikuwa ni ya bei rahisi sana. 96. Ilikuwa 96 kila machinga moja kwa mwaka mzima. Hii ilikuwa inamwezesha machinga kumrahisishia maisha yake. Okay, ni ushauri gani ungependa kuwapa vijana wanaoingia hasa kwenye biashara hii au machinga? Ushauri wangu wani kufanya biashara, kwa sababu biashara ndio itaondoa sehemu moja ya maisha kwenda sehemu nyingine na si vinginevyo. Okay, ni matumaini gani kuhusu nafasi ya wamachinga katika uchumi wa Tanzania miaka ijayo? Miaka ijayo matumaini yangu ni kwamba wamachinga watakuwa wanaleta uchumi mkubwa sana wa kimaendeleo kwenye nchi, endapo serikali itajipanga na kushirikiana nao kwa pamoja. Shukrani sana. Mimi naitwa Dani Kaboma, the icon mwenyewe. Nilikuwa na Idris kwa ajili ya kuendesha mjadala mzima kuhusiana na wamachinga, lakini pia tulikuwa na mgeni wetu hapa ambaye ni Bruno Mathew. Yeye ni katibu wa machinga Kariakoo Machinga Association.